Vijana safi. Mambo vipi? Vijana tuyajenge. Tumekumbushwa hiyo salamu yetu kupitia vijana platform. Vijana tuyajenge. Asante sana mkurugenzi mtendaji wa taasisi ya Ufaulu Project Tanzania Bwana Simon Chami. Natambua uwepo wa mwakilishi mkazi wa UNDP Bwana Joseph Manirakiza. Nafikiri niko sahihi. Ninatambua uwepo wa viongozi kutoka benki ya CRDB, viongozi kutoka kampuni ya Yas. Ninatambua uwepo wa viongozi mbalimbali wa kisiasa. Tunaye Mheshimiwa Joket ambaye ameungana nasi, ambaye nao mambo mengi mazuri ambayo atakuja kutushirikisha sisi vijana ili tuweze kuyafahamu, hususan kwa yale ambayo kama yeye kama kiongozi ameweza ku experience kwa kipindi chake chote cha uongozi. Ndugu viongozi wa asasi zinazoongozwa na vijana na asasi za kiraia, Rais wa serikali ya wanafunzi Chuo Kikuu cha Dar es Salaam, pamoja na viongozi wa serikali za wanafunzi katika vyuo mbalimbali waliopo na wanafunzi wote mliopo, ndugu vijana waandishi wa habari, kazi na utu. Kazi na utu, tunasonga mbele. Asante sana. Tunao pia viongozi ambao nimeambatana nao kutoka ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Naomba pia mweze kuwatambua Bi Happy Mwaipopo na asante sana. Mimi niko hapa kwanza kabisa kwa niaba ya naibu katibu mkuu Dr. Kedmon Mapana ambaye ndiye aliyekuwa mgeni wetu rasmi, lakini kutokana na majukumu mengine yaliyopo amenielekeza kuweza kumwakilisha. Lakini naomba pia anaweza kuchukua nafasi hii kuweza kutoa salamu za Mheshimiwa Joel Arthur Nanauka, mbunge, waziri wa nchi, ofisi ya Rais maendeleo ya vijana, ambaye anatambua uwepo wa vijana katika tukio hili muhimu na anawapenda sana. Nasema nifikishe salamu zake kwenu. Lakini vile vile naomba nichukue nafasi hii kuweza kufikisha salamu za mama yetu mpendwa, Mama Jennifer Omolo, ambaye ndiye katibu mkuu katika ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Nafahamu wote mnatambua kwamba maendeleo ya vijana kwa sasa yapo chini ya ofisi ya Rais, si ndio? Hapo zamani ilikuwa ni idara ndani ya wizara, lakini sasa masuala ya maendeleo ya vijana yanaratibiwa na ofisi ya Rais. Na labda pengine kwa uzito huo muone kwamba serikali imeweza kuyapa kipaumbele masuala ya maendeleo ya vijana, na ndio maana maendeleo ya vijana kwa sasa yanaratibiwa ndani ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Ndugu washiriki pamoja na viongozi kutoka taasisi mbalimbali mliopo, nianze pia kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kujalia afya na uwezo wa kuweza kukutana mahali hapa, ambapo leo hii tunashiriki katika hili kongamano la Nje ya Box Youth Talk. Ni moja kati ya platform muhimu sana ya kushirikishana fursa mbalimbali zilizopo, sio tu kwa wadau wa maendeleo, lakini pia na fursa zile ambazo zinaratibiwa na wizara mbalimbali za sekta, ikiwa ni pamoja na fursa ambazo zipo chini ya ofisi ya Rais maendeleo ya vijana. Kwetu sisi tunashukuru kwa waandaaji kwa kuweza pia kutupatia nafasi ya kuweza kushiriki katika tukio hili, lakini tangu asubuhi tumeweza kujifunza mambo mengi. Tumeweza kusikia kutoka kwa mwakilishi mkazi wa UNDP ambaye amezungumzia mambo mengi yanayohusu vijana na zile 5P, lakini pia tumeweza kujifunza kutoka
kwa dada yetu Rehema, ambaye pia ametuelezea fursa za mafunzo na fursa za ajira ndani na nje ya nchi. Lakini pia tumejifunza masuala ya uongozi, masuala ya maadili kutoka kwa ndugu yetu Joram Kumbi, lakini nafikiri wengi tunamfahamu, mtaalamu mbobezi wa lugha ya Kiswahili, lakini pia amesimamia sana katika masuala ya uzalendo. Kwa hiyo tumejifunza kutoka kwake. Mimi nichukue nafasi hii kusema kwamba Ofisi ya Rais inaungana na wadau wote wa maendeleo ya vijana katika kuhakikisha kwamba tunasimamia ipasavyo ustawi na maendeleo ya vijana nchini. Fursa zilizozungumzwa kutoka kwa wadau mbalimbali, fursa za kibenki kutoka CRDB, fursa kutoka YAS na wadau mbalimbali ni muhimu na zinaunga mkono jitihada zinazoratibiwa na serikali katika kuendeleza vijana. Lakini mimi naomba nichukue tu nafasi hii kuelezea kwa uchache zile ambazo zinaratibiwa na serikali. Kwanza kabisa nianze kwa kusema tunayo sera ya taifa ya maendeleo ya vijana ya mwaka 2007 toleo la mwaka 2024, na sera hii nayo maeneo 13 ambayo yanayo tuongoza katika kutekeleza masuala ya maendeleo ya vijana nchini, na yana matamko takribani 55. Lakini sera hii inaenda pamoja na mkakati wake wa utekelezaji wa miaka 10, yani kuanzia mwaka 2024 hadi 2034. Lakini pengine mnaweza mkawa hamfahamu kwamba sera inamtambua kijana kama mtu yote mwenye umri wa miaka 15 hadi miaka 35. Ndivyo kijana wa Tanzania anavyotambulika. Lakini sisi hii tafsiri hatukuja nayo hivi hivi. Tunarejea mkutano wa ukuu wa nchi uliofanyika Banjul, Gambia mwaka 2006 ambao ulipelekea kuanzishwa kwa mkataba wa vijana wa Afrika. Mkataba wa vijana wa Afrika unataka nchi zote wanachama wa Umoja wa Afrika kuwa na tafsiri hii moja ya kijana, kwamba wenye umri wa miaka 15 hadi miaka 35. Kwanza ni wangapi ambao mnafahamu sera ya taifa? Mshawahi kuiona labda pengine kwenye tovuti, mshawahi kuipitia? Ni wangapi? Sera ya taifa ya maendeleo ya vijana 2007 toleo mwaka 2024. Ni wangapi? Wangapi? Hakuna hata mmoja. Sorry. Mkataba wa vijana wa Afrika 2006. Sawa. Kwa hizi ni dokumenti zetu muhimu ambazo tunapotekeleza majukumu yetu katika masuala ya maendeleo ya vijana ni muhimu kuyazingatia. Lakini vile vile tunayo dira 2050 ambayo inatuongoza katika kuhakikisha kwamba masuala ya maendeleo ya vijana nchini yanawezeshwa ipasavyo, ikiwa ni pamoja na kuhakikisha kwamba kijana anapewa nafasi ya kuweza kushiriki au kushirikishwa katika maamuzi mbalimbali yakiwemo ya kijamii, ya kiuchumi na ya kisiasa. Kwa hiyo ni muhimu pia kuweza kutambua hizi nyaraka muhimu pamoja na nyaraka nyingine za masuala maendeleo ya vijana kikanda, kimataifa na katika jumuiya yetu ya Afrika Mashariki. Tunayo sera ya vijana ya Afrika Mashariki. Kwa hiyo ni vyema pia tukaweza kufahamu. Baada ya kusema hayo, sasa naomba nirejee kwa kuelezea fursa chache zilizopo. Mtakumbuka Mheshimiwa Rais wakati akifungua Bunge la 13 la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania alielekeza ama alisema kwamba serikali itatenga kiasi cha shilingi bilioni 200 kwa ajili ya vijana na wanawake, na hili limeanza kutekelezwa
lakini utoaji wa fedha hizi unafanyika kisekta, kwa sababu tunaamini ushiriki wa vijana kiuchumi upo katika sekta. Vijana utawakuta katika kilimo, vijana utawakuta katika uvuvi na mifugo, vijana utawakuta katika viwanda na biashara, vijana utawakuta katika madini, tunao vijana wa bodaboda, tuna machinga, tuna mamalishi. Kwa hiyo fursa hii ya bilioni 200 inagusa makundi yote na makundi ambayo yapo katika sekta nilizozitaja. Kwa hiyo utekelezaji wake umeshaanza, na awamu ya kwanza kiasi cha shilingi bilioni 48 tayari zimeshatolewa katika sekta hizo. Lakini kwa upande wa ofisi ya Rais maendeleo ya vijana kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana tumeweza kupata kiasi cha shilingi bilioni 2.5 ambazo hizi tayari zitaanza kutolewa. Labda vile vile nichukue nafasi hii kusema kwamba ofisi ya Rais imeingia mkataba na benki ya CRDB kwa ajili ya kuhakikisha kwamba vijana wanapata mikopo hii, lakini bila masharti magumu. Hapo awali utaratibu ulikuwa ukifanyika kupitia halmashauri, lakini sasa hivi ofisi ya Rais kwa kushirikiana na halmashauri itakuwa tu na jukumu la kuhamasisha vijana kushiriki katika zoezi la uombaji wa mikopo, ila benki itaendelea na jukumu la kufanya uchakataji, due diligence, kujiridhisha kwamba hawa vijana wanastahili, lakini vile vile kutoa mikopo hiyo, lakini vile vile kuwajengea uwezo, programu za malezi na makuzi kwa vijana na kufanya ufuatiliaji. Naamini kwamba kupitia utaratibu huu utarahisisha sana vijana kuweza kuaccess hiyo mikopo kutoka mikopo ambayo inatolewa na serikali, lakini kwa kuingia ubia na benki ya CRDB ili vijana wengi waweze kupata mikopo. Kwa hiyo tunashukuru sana benki ya CRDB kwa kukubali kuchukua dhamana hii ya kuhakikisha kwamba vijana wanawezeshwa kiuchumi kupitia mfuko wa maendeleo ya vijana. Naamini pia wengi mnafahamu pia katika ngazi ya serikali za mitaa kuna ile 4% ya mapato ya ndani ya halmashauri ambayo inatolewa kwa ajili ya vijana ambao wanashiriki katika shughuli za kiuchumi, kwa vikundi, kwa makampuni, kwa mtu mmoja mmoja. Kwa hiyo nichukue nafasi hii kuhamasisha vijana kuweza kuaccess hiyo mikopo ambayo inatolewa pia na halmashauri hiyo 4%, ili ziwawezeshe pia kuweza kuanzisha shughuli za kiuchumi ili muweze kujiajiri, lakini pia na kutengeneza fursa za ajira kwa vijana, kwa sababu kwenye eneo la uwezeshaji wa vijana kiuchumi, pamoja na kwamba uwezeshaji wa vijana kiuchumi unachangia katika kutengeneza fursa za ajira, yani kwa vijana kuweza kujiajiri, lakini tunaamini kwamba kupitia initiative hii vijana hawa ambao wanawezeshwa watatengeneza fursa za ajira kwa vijana wengine. Kwa hiyo tutumie nafasi hiyo. Vile vile kuna ile 10% ya manunuzi ya umma ambapo kila wizara, idara, wakala wa serikali katika manunuzi yake inatakiwa itenge 10% kwa ajili ya vijana, lakini kijana anatakiwa awe na kampuni ili aweze kunufaika na hiyo fursa. Kwa ni vyema mkazifahamu fursa hizi, lakini ipo takriban mifuko 70 ya uwezeshaji wa wananchi kiuchumi inayoratibiwa na Baraza la Taifa la Uwezeshaji wa Wananchi Kiuchumi. Kwa hiyo ni muhimu vijana kuweza kutambua kwamba serikali imekuwa ikisimamia initiative mbalimbali katika kuhakikisha kwamba vijana wananufaika na hizi fursa za kiuchumi na waweze kuweza kujiajiri na kuajiri wenzao. Lakini katika eneo la ujuzi kupitia ofisi ya Waziri Mkuu, Kazi, Ajira na Mahusiano, kuna program ya
maendeleo ya ujuzi, skills development program, na ndani yake ina kama component kama 4 hivi. Ina component ya wanagenzi, internship ambayo imekuwa ikizungumziwa hapa, lakini kuna component ya urasimishaji wa ujuzi uliopatikana nje ya mfumo rasmi wa elimu, lakini vile vile kuna component nyingine sijajua kwa Kiswahili chake kinasemaje, lakini ni kwa wafanyakazi ambao wako kwenye sekta ya ajira rasmi, lakini mwajiri anatamani huyu mfanyakazi nilikuwa naye aweze kuwa na ujuzi huu ili aweze kunifanyia kazi hii vizuri. Kwa hiyo kuna component inaitwa reskilling and upskilling ambayo yenyewe pia iko ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, kazi, ajira na mahusiano. Lakini vile vile kupitia kitengo cha huduma za ajira ambacho pia kiko ndani ya ofisi ya Waziri Mkuu, wana fursa za ajira nje ya nchi kwa vijana. Naamini wengi wenu, baadhi yenu mshawahi kupata hizo taarifa kwamba kitengo hiki kwa kushirikiana na wakala binafsi wa ajira wanawezesha vijana kuweza kupata fursa za ajira nje ya nchi. Lakini kwenye eneo labda hili la internship nizungumzie tu kwa uchache. Serikali inachokifanya kupitia kitengo cha huduma za ajira, inawaombi ili waweze kwenda kupata ujuzi wa kuajirika, tunaita employability skills, kupitia hii program ya internship ama wanagenzi, ambapo sasa program yenyewe inatolewa kwa mwaka mmoja na serikali inagharamia kiasi cha shilingi 1,500,000 kwa mwezi kumwezesha sasa yule kijana kuweza kufika katika eneo la kazi. Lengo ni kumwezesha kijana kuweza kupata zile employability skills. Kama mnavyofahamu, inapotokea nafasi za interview, moja ya kigezo kimojawapo angalau uwe umeshawahi kuwa na kazi kwa mwaka mmoja. Kwa ile employability skills inakupa sifa mojawapo ya ziada kuweza kupata ajira serikalini ama katika sekta binafsi. Kwa hiyo vijana wahitimu wa vyuo ni nafasi ya pekee kwao kuweza kuunganishwa na hizo fursa, na kitengo cha huduma za ajira kipo nchi nzima katika mikoa yote. Kwa hiyo vijana mkihitimu pale mnaweza mkajiregister, nafikiri wengi mnafahamu na hizo taarifa, ili sasa zikitokea nafasi wanaunganisha angalau kuweza kupata attachment hiyo kwa mwaka mmoja ya ujuzi katika sekta ya ajira. Kwa hizo ni fursa, lakini zipo nyingi ambazo zinaratibiwa na wizara mbalimbali za sekta katika kilimo, viwanda. Kwa hiyo mimi ninachotaka kusema ni kwamba serikali imekuwa ikichukua hatua mbalimbali katika kuwezesha vijana kuweza kujiajiri, kuajiriwa na kuajiri wenzao, lakini kuweza kujikwamua kiuchumi. Sitakuwa na mengi sana ya kuzungumza, hotuba ilikuwa imeandaliwa, lakini mimi pia nichukue nafasi hii kupongeza jitihada ambazo zinafanywa na Ufaulu Project katika kuwezesha vijana kuweza pia kunufaika na fursa za mafunzo nje ya nchi, lakini vile vile na wadau mbalimbali waliopo hapa, benki ya CRDB katika kuwezesha vijana pia kuweza kujikwamua kiuchumi, ambapo ni sehemu moja hapa ambayo inaunga mkono jitihada za serikali katika kuhakikisha kwamba vijana wetu wa Kitanzania wanawezeshwa ipasavyo kuweza kushika katika shughuli za kiuchumi, ikiwa ni pamoja na wao kuweza kuchangia katika maendeleo ya taifa. Lakini pia katika kumwezesha kijana huyu tunaamini kwamba tunaimarisha ustawi wake. Ushamwezesha kijana na ustawi wake unakuwa umeuimarisha. Kwa kijana hawezi kuingia katika matendo ambayo hayapaswi kuwa. Kwa hiyo tunaimarisha pia na afya yake. Haya mambo yote yanapaswa kwenda pamoja, ustawi wa vijana na uwezeshaji wa vijana kiuchumi. Tuimarishe afya ya kijana, tumwezeshe kijana aweze kushiriki katika shughuli za kiuchumi, tuimarishe nguvu kazi. Mwisho wa siku
kijana pia awe na thamani katika kuchangia kufikia malengo ya Dira 2050 ama Tanzania tuitakayo ifikapo 2050. Baada ya kusema hayo, ndugu washiriki na waratibu wa kongamano hili, nichukue nafasi hii kuwashukuru sana kwa namna ambavyo jinsi mmeweza kuliandaa kongamano hili na kuweza kuwaleta wadau mbalimbali ambao wamekuja kutushirikisha mambo mazuri kupitia lakini natamani tuendelee kujifunza zaidi. Natamani tuendelee kuwa vijana ambao tunachangia katika maendeleo yetu, maendeleo ya taifa, na kongamano hili ni waombe waandaaji kwamba liwe endelevu, lisiishie katika ngazi ya miji tu, iende hata katika ngazi nyingine, ili kuhakikisha kwamba vijana wote, wale wote ambao wanastahili kusikia hizi fursa pia wanaweza kupata nafasi ya kuweza kusikia nafasi, kwa sababu hizi fursa zimekuwa zikitolewa kwa vijana wa mijini tu. Tunawasahau vijana waliopo katika maeneo ya vijijini ama katika local government. Kwa hiyo tuzunguke, twende katika mikoa mbalimbali, tuelezee fursa hii kama tunavyofanya vijana platforms. Unaona vijana platforms sasa hivi nazunguka katika halmashauri. Kwa hiyo natamani nje ya box youth talk, basi nayo pia chukue mfano huo wa kuzunguka katika halmashauri, na ili iweze kufanikiwa katika hili ni kuomba tu ushirikiano kati ya Ufaulu Project na wadau waliopo hapa, mabenki, UNDP kuwezesha Ufaulu Project kuhakikisha kwamba wanafikia vijana wengi katika Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Baada ya kusema